Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote ulipo. Ni kilomita za kutosha kutoka mkoani Njombe mjini na kufika huku Ilembula, jimbo la Ilembula. Sasa hivi tuko Iyai ambako uzinduzi wa mtoto wa albamu yake ya Clarity Msemwa ambayo inakwenda kwa jina la Naringa na Yesu tayari imeshazinduliwa na mgeni rasmi niko naye hapa. Lakini pembeni yangu tunaye Baraka Magufuli, wote tunakuletea ili uweze kuwafahamu zaidi. Mimi naitwa Yusufu Kilumile au wengi wanaweza kuniita Uncle G. Karibu sana mgeni rasmi kwenye maiki ya Asili Yetu siku ya leo. Asante sana. Bwana, Watanzania au watazamaji wa Asili Yetu TV wanatamani kufahamu unaitwa nani? Kwa majina nafikiri ni taje jina tu la kampuni, naitwa Mwidisi Green Garden na ndiye mdau wa kilimo cha parachichi. Zamani ilikuwa ni mkoa wa wilaya wa Nging'ombe, lakini sasa hizi ni mkoa wa Njombe na Tanzania kwa ujumla. Sisi watu tunafundisha kilimo cha parachichi kuanzia kupanda mpaka kuvuna mpaka kutafuta soko, wapi soko ni nzuri na muda gani watu wanataka kuchuma. Lakini kikubwa zaidi bado tunaelimisha kwa sababu tunajua mkoa wa Njombe ni mkoa wenye utapiamlo namba 1. Kwa hiyo huwa tunahamasisha watu wasichume matunda yote, waache matunda kwa ajili ya familia zao. Asante sana Asili Yetu. Lakini kubwa kuliko yote ninawapenda kwa sababu mimi huwa nafuatilia sana. Lakini leo tumekutana live. Furahi sana. Asante sana. Tulivyopata barua ya mwaliko kwenye uzinduzi wa mtoto Clarity kwenye albamu yake ambayo imebeba jina la Naringa na Yesu. Kwako mapokeo yalikuwa vipi kwa kulingana na umri labda wa mtoto? Ulitafakari nini hapa? Cha kwanza nilishtuka, nikasema kwa nini mimi? Lakini Mungu akaniambia nenda, pengine Mungu ana makusudi na wewe. Baadaye nikafikiria, nikakaa chini, nikafurahi, nikasema kama mimi nimechaguliwa kwa ajili ya hili, ngoja niende nikatumike pale kama kazi ya Bwana, nikatangaza injili kupitia uimbaji wa binti yetu. Okay, moja ya nyimbo ambazo labda zinaweza zikawa zimekuvutia kutoka kwa mtoto Clarity ni nyimbo gani ambayo wewe binafsi, mimi binafsi huwa naiona ukiweka status? Sasa Watanzania ambao wao bado hawana mawasiliano na wewe wanatamani kujua nyimbo ambayo imekuvutia hasa zaidi. Kuna nyimbo moja inaitwa ukiachana ya kuombea taifa letu la Tanzania, lakini kuna moja inasema ninaringa na Yesu. Hiyo ndio nyimbo namba 1 kwangu. Namba 1 hiyo ndio nayoipenda. Naipenda hiyo. Wito kwa wazazi sasa, kwa wazazi hasa huu mkoa wa Njombe tumekuwa na matukio tofauti, lakini pia wazazi hawa wamekuwa nyuma sana kwenye upande wa kuibua vipaji vya watoto. Na wewe hapo ni mzazi, tunataka uambie wazazi sasa hivi wafanye nini ili kutimiza hatua za ukuaji wa mtoto ili anavyokuwa aweze kukua na kile kipaji ambacho anacho. Cha kwanza tupunguze ukatili kwa watoto. Kwa sababu kiwa baba ni mkatili mara zote huwezi kugundua mtoto wako anataka nini. Lakini familia ya Msemwa wameanza wao kukaa na mtoto, baba na mama nakaa na mtoto, wanaangalia nini mtoto anaokifanya. Lakini ukinunua ile CD ya Naringa utajifunza kitu fulani. Lazima wazazi tuingie, tukae na watoto, tujue kipaji chao ni nini. Hata kama utakuwa umetingwa, ile jioni ukifika kaa naye mtoto hata kwa siku masaa 2, utajifunza kitu kikubwa kutoka kwa mtoto wako. Na katika siku ya uzinduzi siku ya leo ambayo ni tarehe 12 imefanyika katika kanisa la Lutheran hapa Iyai. Ulikuwepo ndani, tumejifunza nini hasa ambacho kimekuvutia, au watu gani ambao wewe binafsi hukutarajia kuwaona siku ya leo katika viunga hivi? Namba 1 Magufuli nimeona kwa sababu alichokiongea mle ndani amenifungua. Kuna kitu fulani katamani nilie. Tutapata wapi watu wazalendo? Anatumia muda wake mwingi sana kuelimisha jamii ya Watanzania, lakini ameongea kitu fulani kuhusiana na tarehe 29. Hicho ndicho nilichofurahi. Na huwa namfuatilia sana Baraka Magufuli kwa sababu ana vitu vingi vizuri vya kuelimisha jamii ya Watanzania, na hususan leo ipo jimboni kwetu wa Nging'ombe. Bwana, mimi nikushukuru sana kwa ujio wako. Umetupa support vya kutosha, lakini Asili Yetu TV na sisi tunafurahi kuonana nawe live. Na mimi nashukuru sana kuwaona live, lakini kikubwa endelee. Ulifika hadi nyumbani kwetu. Umemuinua mtoto mmoja anaitwa Samboi. Na yule ni kijana ambaye mimi nilikuwa namlea. Yule mtoto sasa ni mwimbaji bora katika mkoa wa Njombe. Na kesho mimi Mwidisi Green Garden nilitamani Baraka Magufuli awepo. Naenda kuchukua tuzo. Kwa sababu ile tuzo ni ya kwangu, lakini ile tuzo ni ya wana Njombe wote. Mbarikiwe sana. Na lazima tuje tukupe support. Yani hapa sio kama unatamani. Hii tunavotoka hapa tunabeba jukumu la
la kufika tuone hiyo tuzo imekuaje. Ubarikiwe sana. Nafikiri tutaiandaa kwa ukubwa ili tuweze kwenda kuichukua hiyo tuzo. Asante sana. Bwana, karibu sana tarehe 1 na sisi mwezi wa 11 Asili Yetu TV tunafanya party yetu ambayo inaitwa Asili Yetu Dreams Night Show. Aha, hamna shida. Karibu sana. Nitafika. Bwana, nilikuwa na mgeni rasmi wa siku ya leo katika uzinduzi wa albamu ya Mtoto Clarity. Sasa na achana na huyu, ninapiga na Baraka Magufuli. Baraka Magufuli kutoka jijini Dar es Salaam mpaka Njombe, imekuaje? Kwa kweli mimi kusini ni nyumbani. Kama mnavyofahamu mimi ni mtoto wa Mfindi hapa. Lakini leo nimefika hapa Iyai kwenye uzinduzi mkubwa kabisa wa albamu ya nyimbo za Injili ya binti yetu Clarity Msemwa. Kwa hiyo nimefurahi, nyimbo anazoimba ni nzuri kweli kweli, lakini pia kipaji kipo. Kwa hiyo Mungu ambariki, na tunajivunia kweli kweli kama ambavyo mnafahamu nyanda za juu kusini tumekuwa na vipaji vingi sana. Vingi sana. Kwa hiyo binti huyu Mungu aendelee kumuinua zaidi na zaidi. Pia nimefurahi sana kumuona leo mgeni rasmi ambaye ni ndugu yetu kabisa, huyu anaitwa Green Garden. Huyu ni mdau kati ya wadau ambao wamefanya soko la parachichi au zao la parachichi liwe na heshima Tanzania. Basi ni Bwana Mwidis. Hawa ndio wametumia mchango mkubwa kuhakikisha zao la parachichi pia linapata soko kubwa ndani ya nchi hata nje ya nchi. Na ndio maana leo zao la parachichi mmeona limekuwa likitoa fursa mbalimbali, lakini pia kuwainua watu kiuchumi hasa nyanda za juu kusini. Bwana Baraka, nikushukuru sana kwa kupiga story na wewe. Karibu tena kwa wakati mwingine. Haya, asante sana. Mungu awabariki sana. Tukutane tarehe 29 kwenye kwenda kupiga kura. Wala hakuna nyunyu wala nini. Asante sana mtazamaji wa Asili Yetu TV, bado niko viunga hivi. Nitapiga story na waimbaji mbalimbali. Endelea kusalia na Asili Yetu TV. Naitwa Uncle G. Sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, bado niko kwenye viunga hivi vya kanisa la KKKT Iyai ambapo uzinduzi wa albamu ya Naringa na Yesu tayari imekamilika. Lakini Asili Yetu TV tumefanikiwa kumpata mwimbaji wa nyimbo za Injili, mtumishi wa Mungu kutoka pale Mbeya, na naomba ujitambulishe unaitwa nani kwa faida ya wadau na watazamaji ambao wanakutazama sasa hivi kupitia Asili Yetu TV. Na kipekee majina yangu naitwa Frankie Sausi Mwansasu, Mbeya. Tulikuwa tulipata mwaliko wa kuja kumsupport mtoto wetu hapa Clarity alipokuwa anafanya uzinduzi wake hapa. Uzinduzi mmoja mzuri wa maana sana, lakini kipekee sana tuwashukuru sana watu wa Asili Yetu TV kwa ajili ya kazi nzuri wanayoendelea kuifanya katikati ya kazi hizi. Siku ya jana tulikuwa kwenye PA. Kuna kibao tuliona unatembea nacho sana, na mapokeo ya watu wakati tuko kwenye PA yalikuwa ni mapokeo mazuri sana. Acha dharau. Kwa nini tulifikiria acha dharau? Tumeimba kile kibao au ile nyimbo ya acha dharau. Sababu katika ulimwengu huu wanadamu tunategemeana. Aliye nacho na asiye nacho tunategemeana. Kwa ndo maana nikafika mahali nikakaa chini nikauandaa wimbo kwamba kila mtu anafaa kwenye eneo lake. Kwa hiyo haifai huduma ya mtu mwingine kudharauli, kupelekea huduma mtu mwingine kuwa kubwa au kutokupokelewa na watu akaanza kudharau mtu mwingine. So nimefikisha ujumbe kwa watu kama ya kwamba tuibe sasa hivi. Dharau, acha dharau. Dharau, acha dharau. Hebu tega sikio niseme, acha dharau. Dharau mbaya, acha dharau. Hivyo tu. Asante sana mtumishi wa Mungu. Yule ambaye amekutazama sasa hivi yawezekana anatamani sasa kupata kazi zako moja kwa moja. Anazipataje? Hizo kazi moja kwa moja unaweza kuzipata kwa mtandao wetu wa kijamii
lakini pale ukiingia tu pale YouTube unafungua unaandika tu Frank Sausi Mwansasu, unaipata hiyo nyimbo hapo. Lakini pia inapatikana kwa ndugu zetu Asili TV, unapata kiurahisi kabisa. Okay. Yeah. Bwana, karibu sana Njombe tena kwa wakati mwingine. Tunashukuru sana. Njombe ni eneo zuri, ni mji mzuri, tumependa sana. Watu wa huko asili yao ni Wahehe na Wabena ni watu wakarimu sana, na Wakinga pia ni watu wazuri. Lakini pia tuwakaribisha Mbeya the Green City, kwa sababu pia kuna watu ambao wanafanya kazi kama mimi. Mungu akubariki sana. Amina, karibu sana. Bado niko kwenye viunga hivi, bado ninakukusanyia waimbaji mbalimbali ambao wamefika hapa. Endelea kusalia na Asili Yetu TV. Kwenye viunga hivi vya kanisa la Lutherani hapa Iyai, ambapo zoezi la uzinduzi limekamilika kwenye albamu ya mtoto wetu mpendwa kabisa Clarity Msemwa, Ninaringa na Yesu. Lakini katika pita huku na huku tukakutana na mwanamama, bwana mama wa Yawe, mimi ninakuita. Asante. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amen. Watu wengi wanaweza sema mama wa Yawe namna gani? Jamani, ndo nyimbo yangu. Wape kidogo basi tujue. Yawe Mungu wetu, usifiwe peke yako, maana hakuna tena aliye kama wewe. Ndio, inatosha sana. Na imani mtakuwa mmekwisha kumtambua, ni mtumishi wa Mungu ambaye tumemwona kwenye majukwaa sana ya harusi. Nyimbo hii imekuwa ikitambulisha vilivyo sana, lakini leo tuko naye hapa kwa ajili ya uzinduzi wa mtoto Clarity. Kwanza, mapokezi yake umeyaonaje kwako? Kwa kweli mapokezi yamekaa vizuri, yako vizuri sana. Tumemwona Mungu kwa kweli. Okay. Iko sawa. Moja ya vitu ambavyo vimekuvutia, vimekuwa surprise kwako siku ya leo kwenye kanisa hili ni kitu gani? Wamepokea sana, wamepokea vizuri kwa sababu ni mara ya kwanza kitu kama hichi kufanyika huku. Kwa hiyo wamekipokea vizuri sana. Yaani huu uzinduzi umekuwa na baraka zake. Okay. Kwa hiyo nimeona yani watu wakifurahi, wakishangilia sana, na watu kubarikiwa sana na hii albamu ya huyo mtoto. Okay. Na ukizingatia umri wake ni mdogo, halafu pia yeye amefanyika baraka kwenye kanisa hili kwa sababu ni mtu wa kwanza kufanya uzinduzi kama sikosei. Ndio. Okay. Wito kwa wazazi unawaambia nini? Nawaambia tu kwamba wakazane namna walivyomlea, kwa mfano vile walivyomlea huyu mtoto. Mungu awape neema, walee na watoto wengine wakue hivyo vizuri. Watoto wakikua kwa nyakati tulizonazo, wakikua wakimtegemea Mungu au wakimtumikia Mungu, tunakomboa kanisa la baadaye la viwango. Emma Sanga, mimi nikushukuru sana kupiga story na Asili Yetu TV. Pia tumefurahi kukuona kwenye uzinduzi huu kwa mara nyingine tena. Endelea kusalia na Asili Yetu TV. Ninakukusanyia baadhi ya waimbaji ambao wako hapa. Tutapiga nao story. Kuna vitu vingi ambavyo tutajifunza. Karibu sana Asili Yetu TV. Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Nyuma yangu unavyoona bado shamla zinaendelea kwenye kanisa hili. Wakati tayari uzinduzi umeshazinduliwa, bado Asili Yetu TV inakukusanyia wadau mbalimbali ambao wamefika kwenye viunga hivi. Niko na mtumishi wa Mungu. Kwanza, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana, kwa faida ya mtazamaji, anatamani kufahamu unaitwa nani? Kwa majina naitwa Judith Mwalwala, natokea Mbeya, wilaya ya Mbalali, Igulusi. Ile nyimbo mama na ile step, vipi mwalimu wako alitumia muda gani kukufundisha? Alitumia muda mwingi sana kwa sababu alitumia nguvu nyingi ili nipate kuelewa jinsi ya kuicheza. Okay. Mpaka sasa hivi mtumishi wa Mungu, tuko na albamu ya nyimbo ngapi? Nina albamu ya nyimbo 12. 12. Yeah. Okay. Kwa mara ya kwanza ulivyopata mwaliko kutoka kwa wazazi kwamba bwana tunakualika uje kwenye uzinduzi wa mtoto, kwako mapokeo ilikuwaje? Nilijisikia vizuri, nilifurahia kwa sababu pia mimi mwenyewe nilianza nikiwa mtoto mdogo kama Clarity kumtukuza Mungu. Kwa hiyo nilibarikiwa sana, nilifurahia ule mwaliko, niliupokea kwa shangwe kubwa. Okay. Na tulipofika hapa sasa, vitu gani ambavyo wewe binafsi vimekuvutia sana? Mimi ukiniuliza kulingana na mazingira naweza nikasema kwamba nasema kwamba watu wameitika. Kwako ikoje? Nimefurahia sana watu wa Iyai, ni watu ambao wana upendo, wamekuwa na nguvu kubwa ya kumsapoti mtoto nikiwemo na mimi
pia limenibariki sana sana. Kwa kweli nawaombea Mungu azidi kuwabariki na kuwainua. Amina. Wito wako sasa kwa wazazi ambao wako na familia lakini hawataki kutambua vile kalama ambazo watoto wao wanazo, unawaambia nini? Nasema watambue kwanza kwamba Mungu ameweka nini ndani ya mtoto. Na wakishajua Mungu ameweka nini, haijalishi ni uimbaji, aidha ni sanaa, chochote ambacho Mungu ameweka kwa mtoto, kile kipawa wasikiue, ila wazidi kukipaisha na kumtia moyo mtoto ili ile kazi isonge mbele. Okay. Nakushukuru sana kupiga story na Asili Yetu TV. Tumefurahi kukuona. Tuna karibu sana tena Njombe. Amen. Amen. Amina. Mungu awabariki azenu njema. Amina. Bado niko kwenye viwanja hivi. Endelea kusalia na Asili Yetu TV. Tunakukusanyia baadhi ya wadau ambao wako hapa. Lengo ni nini? Lengo ni kujua kile ambacho kinaendelea. Wao wamekionaje ili mambo mengine yaweze kuendelea. Naitwa Uncle G. Bado niko kwenye viunga hivi na sasa hivi ninavyozungumza niko na mwanamama mkinga huyu bwana. Lakini mimi nilichokupenda ni vile mwili wako ulivyo mnene, halafu na step unavyoziendea. Swali langu nikawa najiuliza, sasa mama hapa imekuaje? Kwanza Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Tunamshukuru Mungu tuko vizuri na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Amina. Mungu akubariki sana. Pole na majukumu yote. Asante. Kwa faida msikilizaji, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Silvia Swalo, natokea Makambako. Ni mwenyeji wa Makete. Ni mwenyeji wa Makete. Nyinyi Wakinga mna shida gani bwana? Maana kila kona mkigusa mmebarikiwa. Mkienda kwenye biashara mmebarikiwa. Kwenye uimbaji mmebarikiwa. Yaani kila sekta. Tunaona ni neema ya Mungu tu imetufunika. Maana mara ya kwanza Wakinga tulikuwa nasifika sifa mbaya sana, lakini imefika neema ya Mungu kwa wakati sasa. Ni wakati wa kusemwa vizuri na watu wakasikia mazuri tulionayo. Silvia, mimi nataka nijifunze. Jana nimefanya PA na wewe. Kuna zile step ambazo ulikuwa unazirudi, yani nataka nifahamu. Hizi ni kipaji au kuna mwalimu ambaye amekufundisha? Kwa sababu ni balaa. Namshukuru Mungu, sina mwalimu, lakini mwalimu ni Mungu mwenyewe. Najua ni kipaji tuseme nimezaliwa nacho. Napenda sana kudansi. Unapenda sana kudansi? Napenda sana. Dada, Wakinga na kudansi wapi na wapi? Wanasema kila kazi tuifanye. Pesa natafuta na kumtumikia Mungu niko moto sana. Kwa sababu naona nilichelewa kwa wakati ule. Sasa nimeanza uzeeni, inabidi nipambane sana. Mtumishi wa Mungu, tumealikwa kwenye mkutano wa Injili. Unataka kuniambia tutatimua vumbi mpaka kieleweke? Yaani wewe acha tu, watu wasoge waje waone mambo mazuri yanayofanyika. Mambo mazuri Mungu ameandaa kwa ajili ya watu wa Iyai. Waje waone, watu wa Ilembula, wasikose, watu wafike, waone vumbi tunalotimua barabarani. Hakuna cha mama, hamna cha baba, wote ni vijana tunachapa kazi. Bwana tuachane na hayo. Hapo mimi nimekubali, sina kipingamizi. Hapo nimekubali mama, kwamba kwa Yesu hakuna wazee, wote ni vijana. Kwao ni kulisakata rumba inapowezekana. Okay, tulipopata mwaliko wa uzinduzi wa mtoto, kwako ulilipokeaje siku hiyo? Siku hiyo napata mwaliko nilifurahi sana. Kwa sababu ukiangalia waimbaji ni wengi, lakini wewe umepata kibali, neema ya Mungu, wamekuona wewe ni nani. Nilifurahi sana kwa sababu ni mtoto mdogo ambaye anamtumikia Mungu. Nikakuta yani ni vema sana nije nishiriki pamoja naye. Tumsupport, tumtie nguvu ili ainuke zaidi. Kwa sababu mtu akianza huduma katika utoto anamtumikia Mungu kwa viwango vya tofauti. Kuliko unapokuja kuanza mtu mzima mambo yanakuwa mengi. Lakini ukiwa mtoto unaenda nayo mambo ya kimungu inapendeza sana. Okay. Kwa hiyo kwangu nilifurahi sana, nilibarikiwa sana. Okay. Na kwa ripoti ambayo inaonyesha kwenye kanisa hili kwamba mtoto kafungua njia, ni mtu wa kwanza kufanya uzinduzi kwenye kanisa hili. Mapokezi wako yani umelionaje mapokezi yake wewe binafsi? Tunamshukuru Mungu, mapokeo yamekuwa ni mazuri, hasa kwa mchungaji. Amekuwa wa kwanza kumpokea mtoto. Maana mchungaji anaipenda huduma ya uimbaji. Ni kweli unafurahi ukiona mchungaji anaipenda huduma ya uimbaji. Mchungaji ameweka mlango, akianza mchungaji waumini hawawezi kuwa na shaka.
kwa sababu baba yao ameshaweka njia iliyo salama. Kwa hiyo uzinduzi tumeona uko vizuri, tamasha liko vizuri, watu wana amani, wana furaha, wamelipokea vizuri kwa mimi binafsi nilivyoona. Kwa sababu ni mara ya kwanza, hawako viwango vya juu sana. Wamebarikiwa. Kwa mara ya kwanza wako hivi. Neema ya Mungu iko juu yao. Amina. Mimi nataka tufahamu mpaka sasa hivi umeshashuti nyimbo ngapi? Mimi nimeshuti nyimbo 7. 7. Vipi director wako siku hiyo hakusema hakuchoka kweli? Hapana, alisema kawaida, aliniita dada bonge. Dada bonge, kibonge mwepesi. Yes. Bwana, mimi kama Asili Yetu TV tunatamani siku tufanye kazi. Bado sijaona vizuri. Nimeona lakini bado sijathibitisha vizuri kwamba tuna uwezo wa kwenda dakika kadhaa za kutosha kweli kwa zile step. Tunaenda. Yaani mimi hata nikianza asubuhi na dance tu kwa Yesu, kazi ya Yesu. Kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sichoki. Sichoki. Bwana, na kushukuru sana. Nimefurahi kupiga story na wewe. Karibu tena kwa wakati mwingine. Amina, Mungu awabariki sana. Niwatakie huduma njema na kazi njema. Mungu awainue viwango vya juu zaidi. Mbarikiwe sana. Amina. Bwana, tulikuwa na mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili, dada Sylvia. Mimi namuita dada Kibonge. Kibonge mwepesi. Ni mama ambaye yuko vizuri sana kwenye swala la step. Hapo ujipange vilivyo. Mimi sina la ziada. Bado niko kwenye viunga hivi, nitakukusanyia. Sasa tutakwenda kuwatafuta wahusika wakuu ili tuweze kujua kiupana zaidi imekuwaje kwao. Endelea kusalia na Asili Yetu TV. Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Bado niko kwenye viunga hivi kama nilivyokuwa nimekuahidi hapo mwanzo. Na sasa hivi bwana, nimemtafuta sasa mhusika ambaye leo amefanya tukusanyike hapa. Clarity. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajisikiaje mtoto mzuri? Najisikia vizuri na najisikia vizuri sana. Kwa nini unajisikia vizuri sana? Kwa sababu Mungu amenifanyia surprise. Ameniwezesha na amenifikisha viwango vya juu. Kwanza umependeza. Ili gauni vipi? Fundi alikupatia? Ndiyo. Okay. Tuambie siku ya leo kwako binafsi umeionaje yani? Kwangu binafsi nimeiona nzuri. Ndiyo. Okay. Kitu ambacho kimekuvutia kwenye maandalizi ya uzinduzi kuanzia jana mpaka leo, vitu gani ambavyo vimekuvutia kwako ulikuwa hujui au ulikuwa hujawahi kuviona kabisa? Vimenivutia, yani kama kumwona Baraka Magufuli na kuwaona waimbaji ambao sijakutana nao. Vimenivutia. Vimekuvutia. Na ndani wakati tuko kwenye uzinduzi, kitu gani ambacho wewe binafsi kimekufanya uwe kama surprise zaidi yani? Yani MC alivyo mchangamfu na waimbaji wenyewe walivyo wachangamfu. Okay. Kitu gani ambacho Baraka Magufuli amekiongea ndani na wewe umekikariri mpaka sasa hivi? Ameongea kuwa wanawake tufanye biashara kwa ukubwa ili Tanzania iwe nzuri na nchi yenye amani na utulivu. Okay. Tukio lako la uzinduzi tayari limeshafanyika na limeisha. Unawaambia nini watu wote ambao wamekusapoti hasa siku ya leo hii? Ninaambia asanteni sana na Mungu awabariki, yani awaongezee pale ambapo mmepunguza, akawajazie maradufu. Bwana, mimi nakushukuru sana. Karibu tena Asili Yetu TV. Asante. Asante. Nilikuwa na mtoto Clarity ambaye ndo mwenye albamu yake siku ya leo, na tunavyomuona amependeza, ndivyo hata albamu yake imependeza hivyo. Na tayari albamu imekwisha uzinduliwa, iko sokoni, iko tayari kwa ajili ya watu kuitazama. Mimi sina la ziada, bado niko kwenye viunga hivi, lakini kubwa zaidi nitatafuta wazazi wake ili tuweze kuzungumza nao, tujifunze mambo machache hapa na pale, ili hata sisi ambao tunatamani kufanya vitu fulani basi mwisho wa siku tuweze kuiga njia ambazo wamepita wao. Clarity, nikutakia kila laheri na ukaendelee na majukumu yako. Asante.
Asante. Endelea kuwa na Asili Yetu TV. Hii ni deni, inaonyesha deni kwamba kipaji hiki tunatakiwa tusikififishe. Kuanzia hapo iwe ni historia kwamba tumefanya ili iweze kuendelezwa zaidi na zaidi. Vinginevyo Mungu atakuja kutuhukumu kwamba tuliweza kukisusia, tuliweza kukifanya kisiendelee. Lakini kwa umati huu, kwa hii ni chachu inayotuhamasisha hata wazazi kuona kwamba hapa hili limekuwa ni jambo kubwa. Kwa kweli mimi nimeridhika sana. Mungu awabariki wote waliofika maeneo haya na kuweza kufanikisha tukio hili. Asante sana. Bwana, mimi nakushukuru sana kwa maelezo haya, hakuna cha ziada tena hapo. Kwa kweli asante sana, na niseme Asili Yetu TV mmefanya kazi kubwa sana kuweza kukifanya kipaji hiki kiweze kuonekana. Huyu mtoto ana kipaji ambacho anacho, lakini inawezekana pengine sisi tulikuwa cha kawaida kutambua kwamba kuna kitu kinaonekana, inawezekana tulikuwa hatuoni, lakini ninyi mmeweza kukifanya kionekane zaidi na zaidi, na inawezekana kuanzia mmeweka historia ya kuonekana kwamba ninyi mlikuwa waanzilishi wa kuweza kuibua mzizi kutoka kwenye chini, kutoka chini yake kabisa na kuweza kuendelea zaidi na zaidi. Pale ambapo itakufika mahali ataonekana ni mwimbaji maarufu mkubwa, hapo baadaye mtakuwa ni sehemu ya historia yake. Bwana, Mungu akubariki sana, na sisi tunapokea baraka hizo. Asante sana. Bado niko kwenye viunga hivi. Huyu ni baba mzazi wa mtoto. Sasa tunamtafuta mama mzazi wa mtoto atuambie maandalizi yake ilikuwaje na yuko hali gani siku ya leo. Endelea kusalia na Asili Yetu TV. Niko kwenye viunga hivi vya kanisa la KKKT EI, ambapo sasa tumepiga story na baba mzazi. Sasa tuko na mama mzazi. Kwanza hongera, umependeza. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Gauni limegonga kiasi gani? Maana wewe na binti mmewaka kweli kweli. Hata sikumbuki. Sio kinyonge lakini. Sikumbuki. Okay. Tunataka tujue tangu tulipoanza maandalizi ya uzinduzi mpaka leo hii, kwako nini ambacho umejifunza zaidi? Kikubwa ambacho nimejifunza, unatakiwa kumtumaini sana Mungu kwanza. Katika tukio hili limenifundisha kwamba kuna namna ya kuishi na watu wanaotuzunguka. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa hilo, nimejifunza mambo kama hayo. Na siku ya leo kitu gani ambacho wewe binafsi kimekufanya yani kama surprise imefanyika kwako? Surprise iliyofanyika kwangu, kuna mambo mengi ni surprise kwangu. Tulipanga kibinadamu kwamba tutakuwa na watu ambao wanaweza kufika mahali hapa, lakini Mungu ametufanyia surprise kutuletea watu. Ametufanyia surprise, ametuletea watu ambao hata hatukutegemea kwamba watakuwepo. Kwa hiyo sifa na utukufu tunamrudishia yeye. Okay. Baraka Magufuli amefika EI. Safari yake ilikuwaje mpaka akafika hapa? Kwa sababu wewe ni mtu wa kwanza kumleta hapa. Ni Mungu tu. Sisi hatana ambacho tunaweza tukasema sisi tumefanya, ni Mungu tu amefanya. Okay. Na wazazi sasa unawaambia nini ambao wazazi wako majumbani, wako na familia ambazo ziko na vipaji lakini hawataki kuendeleza au hawatambui? Wito wako kwa wazazi? Wito wangu kwa wazazi, ninaomba alivyowapa watoto Mungu, kwa sababu Mungu ameacha karama kwa watoto, kwa watu mbalimbali ameacha karama hizo. Kwa hiyo sisi ambapo tutafika mahala hatutazingatia vile vipaji vya watoto, hawa watoto wanaweza wakashindwa kufanikiwa kwenye maisha yao, kwa sababu sisi ndo tumefifisha ndoto zao. Kuna kile kitu ambacho Mungu amekipanda ndani ya mtoto, ndicho hicho ambacho. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante kwa Asili Yetu TV na sisi kufika hapa. Tumepokelewa toka jana, tumeenjoy na tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa uzinduzi huu. Sisi tunakushukuru sana. Tunawashukuru sana pia nyie
mliokuja kwa ajili ya kusapoti huduma ya mtoto ambayo sisi kama binadamu hatuwezi kuwalipa, lakini Mungu pekee atawalipa. Tunawashukuru wageni wote ambao wamefika kwa ajili ya uzinduzi wa binti yetu. Tunaomba muendelee kumwombea, muendelee kumsapoti, muendelee kuikuza huduma ya mtoto. Amen. Asante. Nikutakia kila la heri, lakini pia naona sherehe bado inaendelea. Sisi tukuache uendelee na majukumu mengine. Amina, mbarikiwe sana. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, ninavyozungumza hivi niko mkoani Njombe, wilaya ya Wanging'ombe. Na hapa tunapozungumza tunasema kwamba tuko kijijini kabisa, lakini ujazo wa watu ambao wako hapa sasa hivi kuweza tukasema kwamba tukio hili limeendana kama tuko mjini. Kwa hiyo kuna kitu ambacho cha kujifunza zaidi. Endelea kuwa na Asili Yetu TV.